Sumu ya botulinum inatumika katika matatizo mengi ya mkojo ambayo ni magumu kutibu. Haya yanaweza kujumuisha wagonjwa ambao wana dalili za kuhifadhi mkojo ambazo hazitibiki kwa urahisi. Hii inamaanisha wana tatizo la kwenda haja ndogo mara kwa mara na haraka ambalo halijibu mabadiliko ya mtindo wa maisha au dawa. Kwa baadhi ya wagonjwa hawa, matumizi ya sumu ya botulinum yanaweza kubadilisha kabisa ubora wa maisha yao, ambapo takriban 70% ya wagonjwa huonyesha mafanikio na karibu theluthi moja ya wagonjwa wanakauka kabisa. Hasara ya sumu ya botulinum ni kwamba athari yake huisha baada ya takriban miezi 6 hadi 12, wastani ukiwa ni miezi 9 hadi 10. Lakini kwa kipindi hicho cha miezi 10 inaweza kubadilisha kabisa maisha ya mgonjwa, na baada ya hapo kuchoma tena sindano ni jambo rahisi sana. Tunatumia pia sumu ya botulinum katika matatizo ya neva, matatizo ya kibofu yanayohusiana na neva, ambapo shinikizo la kuhifadhi mkojo linaweza kuwa juu na wakati mwingine shinikizo hilo linaweza kuhatarisha figo. Kwa baadhi ya wagonjwa hao, kwa mfano wagonjwa wenye majeraha ya uti wa mgongo au kibofu cha mkojo kinachosababishwa na spina bifida, kuchoma sindano ya sumu ya botulinum kunaweza kufanya kibofu kiwe salama na pia kupunguza matatizo ya kutopata mkojo kwa wakati kwa wagonjwa hawa. Kuna makundi mengine madogo ya wagonjwa kama vile wale wenye matatizo yanayohusiana na sfinkta yao, ambapo kuchoma sindano ya botulinum kwenye sfinkta kunaweza kusaidia kupunguza ugumu wa kukojoa, lakini mafanikio si makubwa sana na tunahitaji kurudia sindano mara nyingi zaidi. Kwa hivyo sindano hii ni salama, rahisi kutoa, inaweza kufanyika kwa mgonjwa wa siku moja tu, na kawaida wagonjwa huanza kuona manufaa yake takriban wiki moja baada ya kuchomwa sindano.